أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Assalamu alaikum wapendwa wa mizani popote mlipo. Leo ni siku ya Jumapili, Mei 18, 2025, muafaka na tarehe 19 Dhulqaada 1446 kwa mujibu wa kalenda ya Kiislamu. Taarifa tulizokusanya hii leo, kwanza kabisa ni Waziri Mkuu wa Israel Nduli Benjamin Netanyahu amekatiza safari yake ya kutembelea Vatican kwa hofu ya kuhofia kukamatwa kutokana na mahakama ya kimataifa ya uhalifu kutoa hati ya kukamatwa yeye na aliyekuwa waziri wake wa vita Yoav Gallant. Kadhalika tunayo taarifa ya Rais wa Marekani Donald Trump bado anaendelea na mipango yake ya kutaka kuwahamisha Wafalastini, na sasa mawazo yake yanampelekea kuwahamishia Wafalastini katika nchi ya Libya, ambayo hata hivyo nchi hiyo imeparaganyika mara tu baada ya kufanya mauaji aliyekuwa kiongozi wa nchi hiyo Kanali Muammar al-Gaddafi rahimahullah, mauaji ambayo yalifanywa na Marekani. Kadhalika tutakuwa na taarifa ya Umoja wa Mataifa ambapo katibu mkuu wa shirika hilo kuu la kidunia ametoa wito wa kuitaka Israeli na walio pamoja nayo kufanya utaratibu wa kusitishwa vita vya Gaza mara moja, na vile vile usitishwaji utakaokuwa ni wa kudumu. Sasa tuanze na taarifa kutoka kule Baghdad. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito siku ya Jumamosi Mei 17, 2025 uwepo mpango wa mara moja na wa kudumu wa kusitisha vita katika ukanda wa Gaza nchini Palestina. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito huo alipohutubia mkutano wa kilele wa nchi za Kiarabu uliofanyika mjini Baghdad nchini Iraq baada ya Israel kutangaza mpango mpya wa operation kali zaidi katika ardhi ya Palestina iliyozingirwa wa kutanua operesheni za kijeshi za ardhini, aliwaambia viongozi wa nchi za Kiarabu katika mkutano huo. Viongozi hao wa nchi za Kiarabu wametoa pia wito wa kusitisha mara moja kwa vita katika ukanda wa Gaza, wakishutumu vikali Israel kutokana na operesheni zake katika ardhi za Palestina. Wimbi jipya la mashambulizi ya Israeli limesababisha vifo vya mamia ya watu tangu kusambaratika mwezi Machi kwa makubaliano ya usitishaji mapigano na kuachiliwa huru kwa mateka. Siku ya Jumamosi Mei 17, mamlaka ya Gaza imesema watu wapatao 146 waliuawa huko Gaza ndani ya muda wa saa zisizozidi 24. Picha unayoshuhudia ni mkutano wa kilele wa nchi za Kiarabu uliofanyika siku ya Jumamosi Mei 17, 2025 mjini Baghdad nchini Iraq, ambapo nchi za Kiarabu na za Kiislamu zilikutana na kujadili mambo mbalimbali ikiwa ni pamoja na kadhia ya ukanda wa Gaza, ambapo viongozi walilaani utawala fashisti wa Kiisrael na kufanya mauaji ya kinyama ya raia wasiokuwa na hatia. Rais wa Misri Abdul Fattah al-Sisi, ambaye nchi yake ni moja ya wapatanishi wakuu katika mazungumzo ya amani, ameikosoa Israel na kusema inafanya vitendo vya uhalifu katika ukanda wa Gaza. Waziri Mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez ametoa wito wa kuiwekea Israeli shinikizo zaidi ili kusitisha mauaji huko Gaza na kusema kuwa nchi yake inapanga kuwasilisha azimio la Umoja wa Mataifa litakaloitaka mahakama ya kimataifa ya haki ICJ, International Court of Justice, kutoa uamuzi kuhusu mbinu za kivita zinazotumiwa na Israel. Sanchez ameuambia mkutano wa kilele wa jumuiya za nchi za Kiarabu mjini Baghdad kwamba viongozi wa dunia wanapaswa kuzidisha shinikizo kwa Israel ili sitishe mauaji huko Gaza, hasa kupitia mifumo ya sheria za kimataifa, akiongeza kuwa idadi isiyokubalika ya wahanga wa vita vya Israel na Hamas inakiuka kanuni za ubinadamu. Waziri wa ulinzi wa Israel Israel Katz amesema kundi la wapiganaji wa Hamas limetangaza siku ya Jumamosi kwamba linajiandaa kurejea katika duru nyingine ya mazungumzo ya usitishaji mapigano itakayofanyika nchini Qatar.
Wakati huo huo, afisa mwandamizi wa Hamas amesema duru mpya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja na Israel yenye lengo la kumaliza vita huko Gaza na bila masharti yoyote tayari yameanza mjini Doha siku ya Jumamosi jana Mei 17. Tangazo hilo limetolewa wakati jeshi la Israeli likianzisha wimbi jipya la mashambulizi huko Gaza, likisema ni sehemu ya mpango mpya wa kuvitanua vita katika ukanda wa Gaza, likidai ni lengo la kuwatokomeza wanamgambo wa Kipalestina wa Hamas, jambo ambalo halijathibitika japokuwa ndio iliyotangazwa kwa nia ya Israeli na hadi sasa imeshindwa kufikia lengo hata moja katika malengo yake. Wakati hali ya kibinadamu ikizidi kuwa mbaya, Umoja wa Mataifa umetoa wito wa kuepusha janga huko Gaza na kuiruhusu misaada kuingizwa na kusambazwa haraka eneo hilo. Umoja wa Mataifa umesema malori ya misaada karibu 9,000 yako tayari na yanasubiri ruksa ya kuingia Gaza ili kuwasaidia maelfu ya Palestina waliopo kwenye hali mbaya. Taarifa nyingine ni ile iliyotolewa jana na mamlaka za Israeli ikisema kuwa Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa utawala haramu wa Israel, amefuta safari yake ya Vatican akihofia kutekelezwa waranti wa mahakama ya kimataifa ya ICC inayotaka atiwe mbaroni kwa kutenda jinai za kivita huko Palestina. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, ofisi yake iliamua kufuta safari hiyo baada ya kufanya mawasiliano na viongozi wa Italia na Vatican. Inavyoelekea ni kama vile serikali ya Italia haikuwa tayari kumpokea Netanyahu na kwamba ilikuwa ikiheshimu waranti wa mahakama ya kimataifa, kwa hivyo basi haikuweza kumhakikishia Netanyahu usalama wake na kutokukamatwa kwake. Gazeti la Kizayuni la Yedioth Ahronot linalochapishwa katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu liliandika siku ya Ijumaa usiku likieleza kufutwa safari hiyo ya Netanyahu, kwamba alikuwa na nia ya kuhudhuria kuapishwa papa mpya huko Vatican, lakini ameghairi safari hiyo kutokana na wasiwasi na uwezekano wa kutekelezwa kwa hati ya kukamatwa kwake iliyotolewa dhidi yake. Novemba mwaka jana 2024, mahakama ya kimataifa ya jinai ICC ilitoa hati ya kukamatwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na Yoav Gallant aliyekuwa waziri wake wa vita baada ya kufunguliwa mashtaka ya kutenda jinai za kivita na jinai dhidi ya binadamu huko Gaza, ambako utawala wa Kizayuni umekuwa ukiendesha vita vya kinyama na kufanya mauaji ya kimbari tangu mwezi Oktoba mwaka 2023. Hatua ya mahakama ya kimataifa ya jinai ya ICC ya kutoa waranti wa kukamatwa Benjamin Netanyahu na Yoav Gallant, waziri wa zamani wa vita wa utawala wa Kizayuni wa Israel, iliakisiwa pakubwa kimataifa na kutilia maanani umuhimu wake, na pia kutokana na kutochukuliwa hatua kama hiyo huko nyuma dhidi ya viongozi wa utawala huo ghasibu, utawala ambao unatawala maeneo kwa matumizi ya nguvu ambazo Israel inazipata kutoka kwa serikali ya Marekani. Wakati huo huo, jana hiyo siku ya Jumamosi Mei 17, imefichuliwa kuwa maafisa wakuu wa serikali ya rais wa Marekani Donald Trump wanashughulikia mpango wa kuhamisha takriban nusu ya wakazi 2.2 milioni wa ukanda wa Gaza uliozingirwa na kuwapeleka hadi Libya, nchi ambayo imo katika machafuko na umwagaji damu. Shirika la habari la NBC News limeripoti hayo na kueleza kuwa mpango huo unakusudia kuhamisha katika nchi hiyo ya Afrika Kaskazini wa Palestina zaidi ya 1 milioni. Watu wawili kati ya 5 wenye ufahamu wa mpango huo wamenukuliwa na NBC News wakisema kuwa pendekezo hilo limepiga hatua kiasi kwamba limejadiliwa moja kwa moja na uongozi wa Libya. Marekani imejitolea kuachia mabilioni ya dola ya fedha za Libya zilizozuiliwa ikiwa nchi hiyo itakubali kuwapa makazi wa Palestina waliofurushwa kwenye makazi yao, vimesema vyanzo vitatu vya habari. Duru hizo za habari zimearifu kuwa utawala wa Israeli umefahamishwa juu ya mazungumzo hayo na kusisitiza kuwa hakuna makubaliano ya mwisho ambayo yamefikiwa hadi hivi sasa. Donald Trump alikariri siku ya Alhamisi tarehe 15 Mei kwamba Marekani inapaswa kuimiliki Gaza na eti kuigeuza kuwa eneo huru. Hii ni katika hali ambayo mwezi Machi mwaka huu serikali ya Somali ilipinga vikali pendekezo la Marekani la kuwapa makazi wa Palestina kutoka ukanda wa Gaza kwenye ardhi ya nchi hiyo ya pembe ya Afrika. Waziri wa mambo ya nje wa Somalia Ahmed Maalim Fiqi
alinukuliwa akisema Somalia haitaafiki pendekezo lolote linalokiuka haki za Wafalastini kuishi kwa amani katika nchi yao. Kabla ya hapo pia maafisa wa serikali ya Sudan walipinga pendekezo hilo la Marekani, huku maafisa kutoka eneo lenye mamlaka ya ndani la Somaliland wakikana uwepo wa mawasiliano wa aina yoyote kuhusiana na swala hilo. Trump na nduli Benjamin Netanyahu wana mpango wa kutaka kuwamaliza Wafalastini, hasa kwa kuwaua au kwa kuhamisha sehemu nyingine yoyote, kwa nia ya kutaka kuliyahudisha eneo la Gaza na kuifuta katika ramani ya dunia nchi tukufu ya Falastini. Taarifa nyingine ni ile iliyotolewa Mei 16 ambapo Hamas imetoa majibu ya kumjibu rais wa Marekani Donald Trump, ambaye anahaha huku na kule kutafuta pahala atakapotumia mabavu kuwaondoa na kuwafukuza Wafalastini katika ardhi yao. Lakini hadi sasa Trump hajaonyesha mpango wa namna yote wa kuwachukua Wafalastini na kuwapeleka Marekani, lakini bali anataka kuwapeleka Wafalastini mahali ambapo kuna matatizo ya kivita na umwagaji damu, ili huko wakamalizwe kwa nia ile ile ya kutaka kulipoteza katika ramani ya dunia taifa la Falastini. Kiongozi mmoja wa harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Falastini Hamas amejibu matamshi ya kijuba ya rais wa Marekani Donald Trump alielezea nia ya Washington ya kuuteka ukanda wa Gaza na eti kugeuza kuwa eneo huru, akimwambia Gaza si bidhaa ya kupigwa mnada. Basimu Naim, mjumbe wa afisi ya kisiasa ya Hamas, ameongea katika taarifa yake kwamba Gaza ni sehemu isiyoweza kutenganishwa na ardhi ya Falastini na si mali inayoweza kupigwa mnada kwenye soko huru. Amesisitiza kuwa kuruhusiwa kuingia misaada ya kibinadamu huko Gaza ndio sharti la chini kabisa la mazungumzo ya utawala wa Kizayuni ambao umeweka mzingiro mkali katika ukanda wa Gaza tangu mwanzoni mwa mwezi Machi. Mjumbe huyo wa ofisi ya kisiasa ya Hamas amesema kwamba sharti la chini kabisa la kufanya mazungumzo mazuri na ya maana ni kulitaka baraza la mawaziri la Benjamin Netanyahu lifungue vivuko na kuruhusu misaada ya kibinadamu, chakula na dawa kuingizwa katika ukanda wa Gaza. Akizungumza kwenye mkutano wa kilele wa biashara nchini Qatar siku ya Alhamisi Mei 15, rais wa Marekani Donald Trump alitoa matamshi ya kijuba akidai kuwa ataidhibiti Gaza na eti ataugeuza ukanda huo kuwa eneo huru. Lakini Wafalastini wanakataa vikali mpango wowote ambao utapelekea wananchi wa Gaza kuondolewa kwenye eneo hilo na kugeuzwa ukanda huo kuwa milki ya madola mengine. Wafalastini wanalinganisha njama hizo na jinai za Nakba, yani janga na nakama la mwaka 1948, wakati mamia na maelfu ya Falastini walipohamishwa kwa nguvu kwenye makazi yao ya jadi katika mashambulizi ya kijinai yaliyopelekea kuundwa dola pandikizi la Israeli katika kitovu cha ulimwengu wa Kiislamu. Taarifa nyingine ni ile inayosema kuwa jinai za Israeli kwenye ukanda wa Gaza ni kubwa kiasi kwamba hata dola la kikoloni la Ufaransa, ambalo ni moja ya waungaji mkono wakubwa wa Israeli, limeshindwa kuvumilia na limelaani jinai hizo, likitaka kukomeshwa haraka na Netanyahu wawajibishwe na jamii ya kimataifa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Fars, waziri wa mambo ya kigeni wa Ufaransa Jean-Noel Barrot amesema hayo kwenye mahojiano na France 2 siku ya Ijumaa Mei 16, na kuongeza kwamba waziri mkuu wa Israeli nduli Benjamin Netanyahu lazima asikilize mwito wa pamoja wa jamii ya kimataifa inayotaka kusitishwa mara moja vita vya umwagaji damu katika ukanda wa Gaza. Amesema Ufaransa imehamasika kufanya juhudi za kutatua mzozo wa kibinadamu huko Gaza, lakini Israeli imejibu jitihada hizo kwa kufanya mashambulizi mapya na mabaya katika ukanda wa Gaza siku ya Alhamisi Mei 15 na kuua makumi ya watu, kwa mujibu wa wafanyakazi wa misaada walioko ndani ya Gaza. Televisheni ya Al Jazeera ya Qatar ilinukuu vyanzo vya matibabu vya Palestina vikisema kwamba takriban watu 60 wakiwemo wanawake na watoto wadogo wameuawa katika shambulio la Israeli huko Khan Yunis, kusini mwa ukanda wa Gaza pekee. Ripoti zinasema kuwa Wafalestina waliouawa shahidi na kujeruhiwa wamehamishwa katika eneo la Nasser Medical Complex lililokuwa limejaa majeruhi na miili ya mashahidi, huku uhaba mkubwa wa vifaa vya matibabu ukiendelea kushuhudiwa katika hospitali za ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, idadi ya mashahidi katika vita vya Gaza tangu Oktoba 7, 2023 imepindukia 53,010
na idadi ya waliojeruhiwa imefikia 119,998. Idadi ya vifo tangu Machi 18, 2024 wakati Israeli ilipoanza tena kuishambulia Gaza imefikia mashahidi 2876 huku Wafalestina 7957 wakijeruhiwa. Huko nyuma Ufaransa iliunga mkono kibubusa jinai za Israel, lakini kadri maafa ya kibinadamu yanavyozidi, hatua kwa hatua ilijiunga na wakosoaji wa Tel Aviv. Haya ndiyo yanayopita huko Palestina na hasa katika ukanda wa Gaza, ikiwemo miito inayotaka vita vikomeshwe mara moja katika ukanda wa Gaza na Wafalestina waweze kupata ardhi yao. Wakati hayo yakifanywa na dunia kwa pamoja kuitaka Israeli kukomesha hali hiyo, Donald Trump, mfanyabiashara ambaye anatumia mamlaka yake na cheo chake kama rais wa Marekani, anaendeleza mpango ya biashara ya kutaka kuwauza Wafalestina katika mataifa mengineyo kwa nia ya kutaka kulichukua eneo la Gaza na kulifanya kuwa ni sehemu ya miliki yake, akitengeneza mahoteli na vitu kadha wa kadha atakavyovitumia kama vyanzo vya mapato katika mfuko wake na taifa la Marekani. Mwanzoni mwa wiki hii alikuwa na ziara ya mataifa matatu ya Kiarabu, akianzia Saudi Arabia na kisha kwenda Qatar na mwisho Imarati, ambapo amepata mikataba ya fedha chungu mzima zaidi ya trilioni 3 ambazo zitapelekwa katika uchumi wa Marekani, huku akiwadhalilisha watu wanaosaidia uchumi wa Marekani kwa kuchukua fedha zao. Na huku vile vile upande wa pili, wakati wa Palestina, Waarabu, Waislamu wakiwa katika wakati mgumu kupita kiasi, bado serikali za nchi za Kiislamu zikiongozwa na Saudi Arabia zimechukua matrilioni ya dola na kuyahamishia Marekani ili kuifaidisha Marekani, hali ya kuwa Gaza inashindwa namna ya kuweza kupata hata chakula, na watu wakifa kwa njaa, wakifa kwa maradhi na kila hali. Ingekuwa watu hawa wana chembe ya Uislamu katika mioyo yao, wana chembe ya ubinadamu katika nafsi zao, wasingeweza kukubali kuwaacha Wafalestina wakawa katika hali mbaya waliokuwa nayo, wakiuliwa kama kuku, na huyo muuaji wanamkabidhi fedha atakazozitumia kuwasaidia wauaji waende kutekeleza yale wanayoyafanya. Ni aibu na ni fedheha kubwa sana kwa mataifa ya Kiislamu, na hasa Saudi Arabia, Qatar na Imarati kuendelea kuwa na mahusiano ya karibu kiasi hicho na Marekani katika kipindi ambacho hakuna taifa lililo adui zaidi katika ulimwengu tunaoishi isipokuwa Marekani. Lakini kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu hakuna jambo lolote lisilokuwa na mwisho. Tuzidi kumuomba Mwenyezi Mungu na majibu yatapatikana. Tusisahau kwa nguvu zetu zote kusoma Suratul Fil kila siku katika kila ibada, swala 5 na swala za usiku kwa wanaojaliwa kuamka. Tumuombe Mwenyezi Mungu awapelekee wale wanaopanga mipango ya kuwahamisha Wafalestina, wanaopanga mipango ya kuangamiza taifa la Palestina, wanaopanga mipango ya kuliyahudisha msikiti wa Baitul Muqaddas, kibla cha kwanza cha Waislamu wote. Mwenyezi Mungu awapelekee litakalo washughulisha ili Wafalestina waweze kupata uhuru wao na kubaki katika ardhi zao. Ulimwengu wa Kiislamu na mataifa ya Kiislamu, na kwa uwezo waliokuwa nao Waislamu, wangeweza kutumia nguvu walizonazo, bila shaka Wafalestina wasingeweza kuwa katika hali ngumu ya kusikitisha kama ilivyo sasa. Tuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu yu pamoja na sisi, atatujibu maombi yetu. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, waambie waja wangu huko kwamba wote waja wangu watakaponiomba, fa inni qarib, mimi niko karibu, ninajibu maombi ya muombaji anaponiomba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo. Allah